majina naitwa Joseph Deo Kisendi, ni raisi katika chuo cha kijeshi cha sayansi na tiba kilichopo mkoani Mwanza. Tupo hapa leo kwa ajili, sababu kuu ni kuja kutoa misaada katika kituo cha malezi ya watoto wasioweza kujiweza na watoto yatima na ambao wanapitia mazingira magumu, kilichopo mitaa ya Lumala, Upendo Daima. Kilichotugusa sana kama wanafunzi katika serikali ya wanafunzi ya chuo chetu ni kwa yale ambayo tumeweza kuwa tunaona wakiwa wanapitia. Tumeweza kuwa tunakutana na watoto ambao wanapitia mazingira magumu katika mitaa yetu ambayo tunatokea, na hivyo tukawa tumewiwa kuweza kufika katika moja kati ya vituo ili mradi kuja kutoa msaada kwa vile vitu ambavyo tumeweza kuguswa. Katika hali zote sisi pia ni madaktari wanafunzi, tuliona haitopendeza sana bila kutoa elimu. Kwa tulifika hapa, tumeweza kutoa pia elimu ya afya, elimu ya tiba, tumeweza kutoa elimu ya afya ya akili, tumeweza pia kuwafundisha kuhusu maadili. Tunafurahi sana tumeweza kuwa nao leo, na tuna furaha pia kuweza kuwaona, na hata katika kile ambacho tumeweza kukileta pia wao na watoto pia wameweza kufurahi. Ningeomba serikali yetu chini ya Wizara ya Ulinzi iweze kutia vikali, iweze kuanzisha mipango mikakati mikali juu ya kuweza kuwadhibiti na pia hawa watu ambao wanafanya vitendo hivi vya ukatili. Takwimu imetoka kuwa kati ya wasichana 4 mmoja wapo anafanyiwa ukatili wa kijinsia. Kiukweli mimi ilinigusa sana, na pia ningeomba wito wangu kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama viweze kuwa makini sana kwa hawa watoto, lakini pia kuweza pia kutoa elimu ya usalama kwa wazazi, ili mradi pia kuwepo na usalama pale hata wanapokuwa majumbani, na pia wanapokuwa mashuleni elimu pia iweze kutolewa ya usalama, kwa sababu mtoto muda mwingi sana anakuwa shuleni na nyumbani. Kwa hiyo kama hizi sehemu mbili kutakuwa na elimu ya kutosha juu ya swala la usalama, naamini kwamba hamna swala ambalo litakuwa gumu sana. Kwa majina naitwa Shemsamid Kasim Hassan, ni mkazi wa jiji la Mwanza, nasomea katika chuo cha afya cha jeshi kilichopo airport. Swala la ukatili wa watoto limekuwa ni tatizo kubwa linalokumba jamii zetu, hasa katika jamii zinazoishi katika level za chini za kimaisha. Kwa swala hili watoto wengi limewapelekea kuwepo na ongezeko la watoto mitaani, kwani wamekuwa wakitoroka katika majumba yao kwa baadhi ya majumba, au wamekuwa wakitelekezwa na baadhi ya wazazi wao kwa sababu zinazojulikana au kutojulikana. Miongoni mwa sababu zinazopelekea watoto kuweza kutoroka majumbani kwao ni pamoja na kupigwa, kunyanyaswa, kumekuwa na kesi nyingi za kuweza kuunguzwa, kuchapa fimbo kwa sana, na hata pia kuna swala la ukatili wa afya pia na kijinsia. Kumekuwa kuna matukio mengi yamekuwa yakitokea siku hizi za karibuni kwa watoto kuingiliwa kinyume na maumbile. Hivyo basi watoto huamua kuhama katika yale mazingira na kukimbilia mtaani ili kutafuta msaada. Kwa siku ya leo tumeweza kufanikisha dhumuni letu la kuweza kufika katika kituo hiki cha Upendo, kwa kuweza kuonesha watoto hawa walioweza kupatikana mtaani, kwa kuweza kuwaonesha upendo, kwamba tumeweza kuwaonesha kwamba ni wa muhimu sana katika jamii hii, tunawapenda na tunawathamini. Hivyo basi wameweza kufarijika, na tunamshukuru Mungu, tumeweza kuwasilisha vitu tulivyoweza kuviwasilisha na wameweza kufurahi na wanashukuru kwa hili, na tunashukuru kwa hili pia, kwani Mungu mwenyewe kasema toa nawe utaongezewa. Asante. Watoto hao wakikaa peke yao, changamoto kubwa ambazo zinawakuta ni pamoja na tatizo la afya ya akili, kwa sababu watajihisi kutengwa. Wanakaa peke yao, watakuwa wanahisi kwamba kwa nini tunaishi sisi peke yetu humu ndani. Tunapokuja kama sisi tukajumuika nao, tukafurahi nao, wanajihisi kwamba na wenyewe ni sehemu ya jamii, kwamba hata kiafya inawatengeneza. Na endapo kama umeona wanakuja kuwatembelea madaktari wanafunzi, na wao wanaona kwamba kumbe inawezekana na sisi kuwa, kwa sababu kuwa katika mazingira magumu haimaanishi kwamba bado ndoto zako utaweza kuzifikia.
lakini ni ile tu kukubaliana na hali na watu kama ambao wanatokea wanawasaidiana kuweka sehemu moja, basi sisi kama jamii tunawazunguka lazima tuwasapoti hao watu, na watoto hao pia tuwafariji, wajione kwamba na wao ni sehemu ya jamii ambayo inawazunguka. Iomba jamii ambayo inatuzunguka kwamba hawa watoto ni wa kwetu, hatutakiwi kuwatendea vitendo viovu, hatutakiwi kuwatendea vitendo vibaya. Tunapowalea, tunapowakuza katika maadili yanayofaa ya kidini, kama ni Mkristo, kama ni Muislamu, kwenda kanisani, kwenda msikitini, inasaidia kujenga imani zao, lakini pia kukataa vitendo ambavyo havitakiwi, labda kuvuta sigara, kunywa pombe, kuingia katika makundi rika ambayo hayatakiwi, na vitendo ambavyo si vizuri kwenye jamii. Kwa hiyo ni jambo la kuwashauri wazazi kuendelea kutunza familia vizuri, lakini pia kuwasikiliza watoto, kwa sababu wazazi wengi wamekuwa hawapati muda wa kuwasikiliza watoto. Watu wanapitia changamoto nyingi sana, wanakuta wamefanywa unyanyasaji na wazazi wao wenyewe au walezi wao. Wakitaka kuambia wazazi wao wanashindwa kuambia, wakitaka kuambia watu wengine wanaogopa. Kwa hiyo tunapata muda, tukitoka kazini tunapata muda wa kuwasikiliza watoto wetu, tunapata muda wa kuwasikiliza tunawalea, ambao tunatamani wawe taifa kubwa la kesho, walete mabadiliko makubwa kwenye taifa letu, na pia itasaidia kuendelea kuitunza yale maadili ambayo tumeelelewa kama Watanzania na kama Waafrika. Asante. Kwa majina yangu naitwa Eric George, ni mlezi lakini ni assistant manager Upendo Daima. Binafsi kwa niaba ya Upendo Daima nipende kuwashukuru sana chuo hiki cha afya cha kijeshi kwa kuweza kutembelea watoto hawa katika kituo chetu cha Upendo Daima Backroom House hapa Pasiansi. Lakini pia shukrani zangu za dhati sana kwa siku ya leo kuweza kushare ujumbe, lakini kuweza kutoa mafundisho kwa watoto hawa kulingana na karia yao ya afya wanaoisomea. Kwa kweli watoto wamejifunza vitu vingi, lakini pia sisi kama walezi wa Upendo Daima tumeweza kupata chachu katika kuendeleza malezi ya watoto kwa upande wa afya. Lakini pia nipende kutoa rai kwa taasisi mbalimbali ambazo bado hazijaona swala hili la kuguswa, kuweza kutembelea, kutoa sadaka kwa watoto wenye uhitaji, lakini pia kwa watu mbalimbali wenye uhitaji. Nipende kutoa rai na nipende kuwakaribisha, lakini pia nipende kuwaambia chuo hiki ambao wamekuja leo, chuo cha afya cha kijeshi, waweze kuendeleza moyo wao huu, na waweze pia kuwa kama marafiki zetu na watu wetu wa karibu wa mara kwa mara, wakatutangaze vyema huko kwamba Upendo Daima na kazi zetu tunazofanya